Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Homilia ya Dominika ya 28 ya mwaka C. Masomo ya leo ni kutoka somo la kwanza, ni kutoka Wafalme wa Pili, sura ya 5, aya 14 hadi 17. Na somo la pili ni kutoka Timotheo wa pili, sura ya 2, aya 8 hadi 13. Na Injili ni kutoka Luka sura ya 17, aya 11 hadi 19. Kauli mbiu: katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Utangulizi. Wapendwa wa Mungu, katika Dominika 28 mwaka C wa kanisa tunaona Yesu anatembea kati ya Samaria na Galilaya. Hapo anakutana na wagonjwa 10 wa ukoma. Wote walitengwa, walikataliwa, walikosa matumaini. Lakini Yesu kwa upendo wake hakutazama majeraha yao, aliona mioyo yao. Akasema tu, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipoanza kutembea wakapona. Hivyo ndivyo nguvu ya neno la Mungu. Hata kabla hatujaona matokeo, utii huleta uponyaji. Lakini habari ya kusikitisha ni kwamba kati ya walioponywa wote 10, mmoja tu ndiye alirudi kushukuru. Na huyo mmoja ni Msamaria, mgeni asijulikana, lakini mwenye moyo wa shukrani. Yesu akasema kwa huzuni, si walioponywa wote 10? Wako wapi wale 9? Luka sura ya 17 aya 17. Leo Yesu anatuuliza sisi swali lile lile. Wako wapi wale wanaorudi kumshukuru Mungu? Sehemu ya kwanza, shukrani, mlango wa baraka. Wapendwa, moyo wa shukrani ni moyo unaomwona Mungu katika kila jambo. Tunaishi katika dunia ambayo watu wengi wanasali na wanaomba kwa bidii, na Mungu huwa anajibu sala zao, lakini ni wachache wanaoshukuru. Tunaomba ajira, tunapata, tunamsahau Mungu. Tunaomba watoto, wanazaliwa, tunabaki kimya. Tunaomba kupona, tunapona, tunasherehekea bila kurudi kwake. Lakini mtu anayeshukuru huona mbali zaidi ya zawadi. Huona mkono wa Mungu mtoaji. Na mtu wa shukrani haishi kwa huzuni, kwa sababu kila pumzi kwake ni sababu ya kusema asante Mungu. Mtume Paulo anatukumbusha shukrani kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 18. Ukishindwa kushukuru, utakuwa mtu wa kulalamika kila siku. Na mtu anayelalamika ni kama nyumba yenye dirisha lililofungwa. Mwanga wa Mungu hauingii. Lakini moyo wa shukrani ni kama bustani inayonyunyuziwa kila siku, maua yake hayakauki.
Sehemu ya pili: kusikiliza na kufanya yote upya. Mwaka huu wa Jubilei Kuu na Sinodi ya Jimbo la Moshi unatukumbusha tusikie sauti ya Mungu na tufanye yote upya maisha yetu. Lakini kusikiliza hakumaanishi tu kusikia kwa masikio, ni kutii kwa moyo. Naamini katika somo la kwanza alipewa maagizo rahisi: nenda ukaoge mara 7 katika mto Yordani. Yeye alichukulia jambo hilo kama mzaha, lakini alipokubali akasafishwa kabisa. Utii wake ulimponya. Ndivyo ilivyo kwetu. Mungu anatuita tubadilishe namna tunavyoongea, tunavyowaza, tunavyoishi. Anaanza na mambo madogo: sala ya familia, msamaha, kujali wengine, kushiriki misa, kutoa kwa moyo na kadhalika. Kufanya yote upya katika Kristo haimaanishi tu kuishi libadilike, bali mimi nibadilike. Kama nilikuwa namchukia jirani yangu, nianze kumpenda. Kama nilikuwa mvivu wa kusali, nianze leo kusali. Kama nilikuwa mgumu kutoa, nianze kugawa nilicho nacho. Na Yesu anasema, tazama nafanya mambo mapya, sasa yanatokea. Isaya sura ya 43 aya 19. Mabadiliko ya kweli huanza moyoni. Sehemu ya 3: Rozari, silaha ya upendo na amani. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa Rozari takatifu. Rozari si maneno ya kurudia, ni mazungumzo ya upendo na mama yetu Maria. Kila chembe ni kama tone la dawa katika jeraha la roho. Kila salamu Maria ni suluhu ya hofu, mashaka na magomvi ya kifamilia. Familia inayosali rozari pamoja hubaki pamoja. Familia isiyosali inakuwa kama nyumba isiyo na msingi. Upepo ukivuma inatikisika. Tuchukue rozari zetu tena. Wazazi, salini na watoto. Vijana, salini hata mnaposafiri. Kama tunapata muda wa kuingia online lisaa kila siku katika simu zetu, basi hatupaswi kukosa dakika 20 kusali rozari. Rozari ni shule ya uvumilivu, ni shule ya amani na ni shule ya matumaini. Hata kama moyo umechoka, sema tu salamu Maria, maana ataelewa kilio chako. Msali daima bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 17. Hitimisho, exhortation. Yesu anatuuliza leo, wako wapi wale 9? Usiwe moja wao. Rudi kwa Yesu na moyo wa shukrani. Asante, sema asante Bwana kwa pumzi yangu, familia yangu, kanisa langu, taifa langu. Katika mwaka huu wa Jubilei Kuu, tusikie leo neno lake na tufanye upya maisha yetu.
Kama yule Msamaria, turudi tukipiga magoti tukisema, asante Yesu kwa kuniponya, kwa kunivumilia, kwa kunipenda. Na Yesu anatuambia, simama, imani yako imekuokoa. Luka 17 aya 19. Sala ya mwisho. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha, familia na imani. Tufundishe moyo wa shukrani, masikio ya kusikia na utii wa kufanya upya yote katika yeye. Maria, mama wa Rozari, tushike mkono katika safari hii ya imani. Utufundishe kupenda, kusamehe na kusali kwa moyo. Amina. Kauli ya mwisho. Moyo wa shukrani huvuta baraka, utiifu huleta uponyaji, na rozari hulea amani. Wapendwa, kabla hatujamaliza, naomba niseme katika jambo dogo lakini muhimu sana. Ikiwa umebarikiwa na tafakari hii, tafadhali usisahau kusubscribe, kukomenti na kushare video hii katika Habari Njema ya chaneli. Kwa kufanya hivyo, unakuwa mhubiri wa habari njema, unasaidia neno la Mungu lifike mbali zaidi, mpaka kwenye nyoyo ambazo pengine hazijawahi kusikia sauti ya matumaini. Kama Maria alivyoeneza sauti ya imani kupitia sala ya rozari, na wewe usaidie kueneza habari njema kwa kubonyeza tu kidole chako. Na sasa kwa pamoja, kama unatufuatilia chaneli yetu, ni kualike tusali pamoja. Mungu wa rehema, tunakuomba uwabariki wote wanaosikiliza na kushiriki habari njema. Wape amani nyumbani mwao, furaha moyoni mwao, na matumaini mapya katika kila changamoto wanazopitia. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwashukie nyinyi na zidumu daima. Amina. Na watakieni nyote Jumapili njema yenye baraka, furaha. Msisahau kusali sala ya rozari takatifu kila wakati na kila siku. Tukutane wakati ujao tena kwenye habari njema ya chaneli hii, mahali pa neno, tafakari na matumaini.